Bwana Justin Kajerero, yeye ni mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini ni mratibu wa mafunzo mafupi ya msingi wa weledi, itifaki na ustaarabu, yani short course on fundamentals of professional protocol and etiquette, ambayo kwa mara ya kwanza alifanyika hapa Chuo Kikuu cha Dodoma tarehe 25 mpaka 28 Januari mwaka huu 2025 kwa mafanikio makubwa. Hii sura sio ngeni hapa kwenye UDOM podcast, alikuwahi kuwa na sisi na hii ni mara ya pili tuko naye hapa. Tutazungumza naye mambo mengi, nini kilitokea wakati alipofanya haya mafunzo kwa mara ya kwanza na nini tunatarajia kwenye mafunzo mengine ambayo yameandaliwa. Jina langu mimi ni Sheshe Arba, nikaribishi sana, hii ni UDOM podcast. Bwana Kajerero, karibu tena. Tunajua wewe sio mgeni sana. Karibu sana katika UDOM podcast. Na kama nilivyosema hapo awali, nataka tuongelee mafanikio yaliyopita na tumeandaa nini na kwa nini tumeandaa tena. Tuanze kwanza kutuelezea zaidi kuhusu haya mafunzo kwa ufupi. Mafunzo ya msingi wa weledi, itifaki na ustaarabu. Nini hasa walengwa kwa ambao walikosa kipindi kilichopita? Kina nani hasa walengwa wa haya mafunzo? Nakushukuru. Labda kwa kuanza na mafunzo yenyewe, kama ulivyosema, ni mafunzo ya misingi ya weledi, itifaki pamoja na ustaarabu. Ni mojawapo ya mafunzo ya muda mfupi ambayo yanatoka idarani kwetu chini ya program kubwa ambayo ni Mwamvuli, na hii inaitwa ni Leadership Training Program. Kwa kama ndaki na idara pale tuna kozi nyingi za muda mfupi, ikiwemo mambo ya siasa, sera, utatuzi wa migogoro, biashara, diplomasia na mengine mengi tu. Lakini haya hasa yamejikita katika kutoa uelewa wa jumla juu ya itifaki rasmi, itifaki za matukio, itifaki za viongozi na taratibu nyingine hasa za msingi. Kwa hiyo kama jina lake lilivyo, kubwa hasa tumewalenga watu wote kwa ujumla, kuanzia waajiriwa, viongozi, kada ya kati na kada ya juu, wasaidizi wa viongozi, watu hasa wanaohusika na matukio kuanzia ya kijamii, ya kitaifa na kimataifa, lakini pia ambao kwa kiasi fulani wana mwingiliano na tamaduni za kigeni. Kwa hiyo katika kuzingatia taratibu hasa ambazo ni sahihi, heshima, na kuwafanya hasa wateja, washiriki wote kwa ujumla kujisikia kwamba wamekuwa treated namna hasa ambavyo walitakiwa kutendewa, ndio tukaja na hii course. Kwa hiyo walengwa ni watu wote walioko tayari kutoka sekta rasmi pamoja na sekta zisizokuwa rasmi. Kwa faida sasa wale ambao walikosa mafunzo yaliyopita, kwa ujumla yalikuwaje na mafanikio hasa yalikuwa ni yapi? Kwa awamu ya kwanza mafanikio yalikuwa ni makubwa, kwa sababu tulipata washiriki ambao kwa jiografia ya nchi yetu walitoka pande zote. Tulipata washiriki waliotoka upande wa Tanzania bara, lakini pia visiwani. Tulipata jinsia zote, tulipata vijana wadogo ambao ni mara ya kwanza wanaanza kabisa career, hawajapata ajira na wengine ni wanafunzi. Lakini pia tulipata bahati ya kuwa na viongozi kutoka taasisi za serikali na zisizokuwa za kiserikali ambao walikuwa ni seniors. Kwa hiyo kwa pamoja, kwa kujumuisha ule uzoefu na exposure waliokuwepo nayo walimu, waliokuwepo nayo wanafunzi washiriki na wale wanafunzi wageni, kwa kiasi kikubwa tulishare mambo mengi na tukaenda mbali zaidi na kutoka na uzoefu ambao ulikuwa ni wa msingi. Kwa hiyo ni mengi sana tulijifunza na kujadili. Mmeandaa tena mafunzo haya. Nini hasa kimewasukuma kuandaa tena kwa mara nyingine? Na kimsingi kilichotusukuma cha kwanza kabisa ni kama ilivyokuwa mara ya kwanza, kwamba ni sera ya taasisi. Sisi kama chuo kikuu, pamoja na kuwa na wajibu wa kufundisha, kutoa ushauri elekezi na kufanya tafiti, tuna wajibu wa kuhudumia hii tunaita ni jamii kwa ujumla. Tuna kipengele cha public service. Kwa hiyo tuliona ni vema sasa kuanza kuifikia jamii, ukiachana na ule mfumo rasmi na kutoa zile kozi za muda mrefu. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili hilo tusukuma ni uhitaji wa soko, kwamba kwa wakati tuliokuwepo nao, ukienda katika soko mahitaji ni makubwa. Utaona matukio ni mengi ya kimataifa na ya kitaifa, yanahusisha watu wengi. Hivyo kuwa na watu wenye maarifa hasa juu ya masuala ya itifaki na ustaarabu linabaki kuwa ni jambo la msingi. Ukiachana na hilo pia
kila tunapoanza na tunapomaliza huwa tunawauliza wanafunzi na wateja, mnafikiri ni nini hasa mnachokihitaji? Kwa hiyo huwa wanapata nafasi ya kusema, na wanapotoka pia huwa tunachukua maoni yao. Kwa kweli wengi walipendekeza na walionelea kwamba kuna umuhimu wa kuyafanya wayapate watu wengi kwanza kwa kuanzia, na kisha tutaenda hatua zinazofuata. Lakini ukiachana na hilo, wakati tunauisha mitaala yetu ambayo tunafanya kila baada ya miaka 4, tulifanya kitu kinaitwa ni Nutrition Study na Employer Satisfaction Survey, ambayo kwa kuwatembelea waajiri wa wahitimu wetu, lakini pia wanafunzi wetu ambao wamehitimu kipindi cha nyuma, ilionekana wazi kwamba kunao uhitaji hasa wa kuwafikia wengi na kufanya mafundisho. Kwa hiyo ukiangalia uhitaji wa soko, ukaangalia sera za taasisi nikimaanisha chuo, ukaangalia maoni ya washiriki, lakini pia na wanafunzi wetu waliohitimu, ilionekana basi ni wazi na kuna uhitaji mkubwa, na itakuwa ni vizuri kama tutaendelea kutoa kwa nyakati nyingine mafunzo ya aina hii. Tungependa kujua ni vitu gani haswa mnavizingatia kabla ya kuandaa mafunzo yote mafupi? Ndio, kama nilivyosema, sitakuwa mbali sana na jibu lililopita. Cha kwanza huwa tunaangalia sera za taasisi, kwamba pamoja na yale majukumu matatu makuu ya chuo kikuu, lipo jukumu la kuhudumia jamii ambao ndo Watanzania. Ukizingatia sisi chuo chetu ni chuo cha Watanzania, ni chuo kikuu cha kwanza ambacho kimejengwa kwa kodi za Watanzania. Kwa hiyo tunayo nafasi kama taasisi ya msingi ya elimu ya juu kuwarudia Watanzania ambao wakati mwingine sio lazima wapeleke katika mfumo rasmi wa kuwatoa waliko kuja kukaa mwaka, miaka 2, miaka 3. Kwa hiyo kwa kuzingatia hayo na kuangalia hali ya soko, tumekuwa tukiibua vipaumbele kutoka kwa wadau, na kisha tunaangalia namna ya kuwafikia na kwenda kuhudumia katika maeneo yenye uhitaji. Mafunzo kama haya yanaweza katolewa sehemu yoyote. Wengine wanaweza kutengeneza kama YouTube videos wakatoa mafunzo, wengine wakafanya seminars. Ni tofauti gani iliyopo katika mafunzo yanayotolewa hapa Chuo Kikuu cha Dodoma na sehemu zingine? Yaani kwa nini mtu achague kuja kusoma hapa Chuo Kikuu cha Dodoma? Nafikiri tofauti ni nyingi, na kwa kuanza tu niseme ya kwanza, sisi ni kuwa na mazingira yanayowezesha wanafunzi kujifunza, lakini pia walimu kufundisha, kwamba kama nilivyosema tunazingatia hasa wakati uliopo, na hivyo tumejikita katika ufundishaji ambao kidogo unaenda, wanasema ni innovative pedagogics, kwamba umejikita katika matumizi ya hiyo sayansi na teknolojia, na hatujaamua kwenda mbali, tukaamua wanafunzi waje hapa kwa sababu kimsingi tukiwa hapa gharama kidogo inakuwa ni nafuu ukilinganisha na hizo njia nyingine tunazotumia. Kwa hiyo pamoja na watu wengine kutoa mafunzo haya, sisi utaona hata ile gharama ambayo mpaka sasa tumekuwa tukiwatoza wale washiriki, kimsingi bado ni fedha ambayo wanaweza kuilipa pasipokuwa na changamoto, kwa sababu ni kubwa, ila sio kubwa kama ukilinganisha na watu wengine. Lakini pia huduma tunazotoa, ukiongeza uzoefu wa walimu wetu, mabadiliko kuendana na nyakati, nafikiri tuna tofauti kubwa sana ukitulinganisha na watu wengine, kwamba wengi itifaki wamekuwa kiishia katika kujifunza kuvaa na kula, vitu ambavyo kimsingi katika ukuaji wetu tumekuwa tukifundishwa kuanzia nyumbani. Kwa hiyo utakuta mtu anajiuliza ni kwa nini niende zaidi kulipa pesa na kwenda kujifunza. Kwa hiyo baada ya kupeleka sisi kama walimu kupelekwa na kwenda kujifunza maeneo mbalimbali, tukarudi tukafanya benchmarking kutoka vyuo mbalimbali mitandaoni, lakini pia tukaangalia mabadiliko makubwa yaliyopo katika matukio ambayo baadhi tumeweza kuhudhuria, mengine tumekaa tumefanya analysis. Tukaona sasa ni muhimu kuleta hayo yote pamoja na kuwaleta watu katika mazingira yetu na kuweza kutoa huduma. Tuzungumzie sasa kuhusu haya mafunzo ya muda mfupi mlioandaa hii awamu ya pili. Kwanza yanahusu nini na utaratibu wa kujiunga utakuwaje? Gharama zitakuwa vipi? Faida ya watu ambao watazipata baada ya mafunzo zitakuwa ni vipi? Nashukuru. Kwa mafunzo yatakayofuata, kwanza ni sawasawa na yale tuliyotoa mwezi wa kwanza tarehe 28 mpaka 31, kwa maana ya kwamba ni mafunzo ya utangulizi ya misingi ya weledi, itifaki na ustaarabu. Na kwa awamu ijayo yatafanyika tarehe 5 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 5,
na ni hapa Chuo Kikuu cha Dodoma ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii, yani College of Humanities and Social Sciences. Gharama yake bado ni ile ile, pamoja na kwamba siku zimeongezeka, itakuwa ni shilingi 500,000, na gharama hiyo itakava almost vitu vile vile, kwamba tutakuwa na huduma ya chai, chakula, vitafunwa muda wote wa mafunzo, lakini pia tutakuwa na sherehe tunapohitimisha. Kama awamu iliyopita tulifanya sherehe ndogo ambao kimsingi huwa tunajaribu kufanya yale tuliojifunza, lakini tunapata wakati wa kusocialize, kufanya interactions kwa wale washiriki pamoja na watumishi ambao wanakuwa wamepata hiyo nafasi. Lakini pia huwa tunawawadi wanafunzi wetu cheti cha Chuo Kikuu cha Dodoma. Faida wanazozipata washiriki kwanza ni nyingi. Ukianza kwa level ya washiriki wenyewe mmoja mmoja, tunatarajia wakitoka hapa waende kuboresha ufanisi wao, hasa wa kuhudumia wateja na watu wanaokutana nao. Na tofauti na hilo pia kuna kuongeza uelewa juu ya masuala yenyewe ya itifaki za kijamii, itifaki rasmi, itifaki za matukio mengi ambayo tumekuwa tukiyaona. Yana faida pia ya kuandaa kuja kwa viongozi wa baadaye, kwa sababu kama unavyojua katika kujifunza kwetu mara nyingi kuna vitu vya msingi ambavyo huwa vipo kwenye mitaala rasmi, lakini maeneo ambayo tunaweza kukutana na tukakaa kujadili huwa ni maeneo kama haya katika mafunzo ya muda mfupi. Kwa hiyo wanayo hiyo faida pia ya kama viongozi wa baadaye kujiandaa kujifunza na kuendeleza zile career zao. Lakini pia kwa taasisi zao sasa huwa kuna kitu kama marketing, wanazitangaza taasisi, wanatengeneza networks hizo za kitaaluma na za kijamii. Kwa kweli faida ni nyingi kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja, taasisi wanazotokea na hata kwa taasisi yetu sisi wenyewe. Kuna taasisi nyingi kama ulivyosema ambazo zingependa wafanyakazi wao waje washiriki, na kuna wengine ambao ungetamani wengi sana wajue kulingana na aina ya taasisi, lakini hawezi kutuma wafanyakazi wao wote hapa. Kuna wengine wangependa wafanyakazi wao waje, lakini kuna wengine wangependa nyie mwende mkafanye hizo mafunzo kwenye taasisi zao. Utaratibu kuhusiana na hizi njia mbili unakuwaje? Nakushukuru. Katika kutoa mafunzo, kwanza tunaongozwa na sera za kitaasisi kwa maana ya Chuo Kikuu cha Dodoma, na linapokuja swala la mafunzo ya muda mfupi mpaka sasa tunazo namna 3 kama chuo ambazo tumekuwa tukizitumia. Ya kwanza ni hii ya sisi kuandaa mafunzo hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, na tukatumia miundombinu na rasilimali za Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo itawataka taasisi kuwaruhusu watumishi wao kuwalipia kwa kupata taratibu, watakuja kujifunza hapa na kisha watarudi katika taasisi zao. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo tunaitumia ni ya taasisi yenyewe sasa kutuma maombi kwa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nafikiri wanafanya watu wa Directorate ya Convocation na Internationalization ndio wanao coordinate hili, na pia watu wa marketing. Kwa hiyo wanaweza wanawasiliana moja kwa moja na hivyo vitengo, na wanapomaliza sasa tunafanya kwanza mawasiliano ya awali kwa ajili ya kukubaliana ni nini hasa wanachokihitaji wao. Tunaenda makubaliano ya kifedha kwamba gharama itakuwaje, na hapa kuna namna mbili. Taasisi inaweza ikatukaribisha ikakilipa Chuo Kikuu cha Dodoma, na Chuo Kikuu cha Dodoma kikaenda kutoa mafunzo kokote wanakotaka wao tukafanya. Kwa hiyo wao wakaja kama washiriki, wakajifunza, wakapewa vyeti vya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini kuanzia hiyo tumeongelea mambo ya chakula, burudisho, yani logistics zote zikawa covered na Chuo Kikuu, na mwisho wa siku wakapewa vyeti. Hiyo ni namna ya pili ambayo wakiwasiliana na chuo watapewa utaratibu, wanataka mambo gani labda tufundishe yaliyopo chini ya idara mbalimbali za chuo hiki, na hivyo tutawafuata wanakotaka kwenda. Na njia ya mwisho na ya tatu sasa, ukiachana na hiyo, hii ni taasisi yenyewe inaweza ikaandaa ni mahali gani wafanyie, ikaandaa logistics zote, na kwa hiyo wakufunzi wakatoka Chuo Kikuu cha Dodoma wakaenda kufundisha. Sasa wao ndo watakaoamua iwe ni sehemu gani, wako wangapi, wafundishwe nini. Yote tuna uwezo wa kufanya, na mwisho wa siku watalipa kwa kufuata taratibu zile za taasisi, kwa maana ya akaunti ya chuo, taratibu zote za fedha, malipo na manunuzi
za Chuo Kikuu cha Dodoma ndio zinazotuongoza. Hapo awali ulisema kwamba mlipokea maoni na mkaona si vibaya kuandaa tena. Natamani kujua kwenye maoni hayo yaliyotolewa na washiriki kwenye mafunzo yaliyopita, ni vitu gani hasa ambavyo mtaviboresha kwenye awamu hii ya pili? Maoni yalikuwa mengi na takribani washiriki wote waliongelea swala la muda. Kwa hiyo kama ilivyo, haya ni mafunzo ya muda mfupi. Wengine walisema wiki 2 mpaka wiki 3 mmefundisha mambo mengi na ya msingi. Wengine walitaka component ya vitendo iongezwe na iende mbali zaidi. Lakini katika yote hayo, jambo la kwanza tulilochukua ilikuwa ni kuongeza muda, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza tulifanya siku 4, awamu hii tumeongeza mpaka siku 5. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa. Lakini katika hilo hatukubadilisha sisi kiwango cha ile institutional fee, gharama ambayo wao watalipa. Kwa hiyo tutafanya kwa siku 5 badala ya 4, kwa maana ya tarehe 6 mpaka tarehe 10 kwa kiwango kile kile cha shilingi 500,000. Ilikuwa ni maoni ya kwanza. Lakini maoni ya pili waliotoa washiriki ilikuwa ni kuwa na mwendelezo, kwamba wamefanya mara hii ni fundamentals, kwa maana ni misingi. Wanatamani kuona tunaenda hatua ya pili, twende mpaka advanced na kwenda kupanda kadiri ngazi zinavyoongezeka, ili hata washiriki hao waweze kushiriki hatua nyingine. Hilo tulilichukua na tumelifanyia kazi. Kwa awamu inayofuata itakuwa ni sawasawa na ile ya kwanza. Kwa wale washiriki wanaweza kaacha, ila wakaendelea sasa kuhamasisha wenzao waliokosa nafasi kwa kipindi hiki, kwa sababu wakati ule muda ulikuwa mchache. Tulitangaza ndani ya mwezi mmoja na tukaweza kupata watu wengi tuliowapata. Mara hii tuna miezi almost 3. Tulianza mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 5. Kwa hiyo katika hilo pia tumeanza tayari mchakato wa kuwa na awamu itakayokuwa ya 3, lakini ni stage ya pili, kwa maana ya mafunzo. Na hii sasa atufanye kama intermediate au ni advanced compared to the previous. Na katika hili kuna taasisi ambazo kimsingi ni wadau wakuu, kwa sababu katika awamu iliyopita tulikaribisha wakufunzi na wawezeshaji kutoka taasisi ambazo kimsingi zinafanya moja kwa moja masuala ya itifaki kwa ngazi ya kitaifa. Lakini mara hii tukataka twende juu, tuwafanye na wao kuwa pati ya wakufunzi, team up katika ile stage, ili kusudi tunapoleta nadharia wao walete ile vitendo kwa pamoja, wanafunzi wetu wapande kutoka hatua moja kwenda nyingine. Na hayo yatalenga katika watu ambao tayari wamewahi kujifunza, kwa maana wana hii ngazi ya awali. Lakini kama ni viongozi, basi ziwe ni kada za kati na kada za juu. Kwa hiyo nafikiri mwezi wa 6 tutakuwa nayo advanced hiyo training on protocols and etiquette, ambayo itakuwa ni mwendelezo wa hizi 2 za kwanza. Kwa hiyo ni maoni ambayo pia tuliyachukua. Tulikuwa na maoni ya baadhi ya washiriki ambao waliona tufanye nje ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini wengi walionelea tufanye hapa hapa, kwa sababu tuna mtu anatoka Katavi, mtu anatoka Pemba, anatoka Zanzibar, Kigoma, Kagera, ni mikoa pembezoni. Na kuna watu ambao kimsingi wamekuwa wakisikia Chuo Kikuu cha Dodoma na kukiona kwenye TV na matangazo, na nini hawajawahi kufika. Kwa taasisi yenyewe kama ilivyo na namna inavyowakilisha na kuyauza makao makuu ya nchi, wapo waliopendekeza na kuonelea kwamba tuendelee kuwa hapa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunafikiria kufanya mafunzo maeneo mengine nje ya chuo pia, ili na tulibeba na tukaamua awamu ya pili pia tutafanya hapa hapa. Kimsingi ndio yalikuwa maoni ya msingi. Mengine makubwa yalikuwa ni pongezi na appreciation kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kutoka kwenye short course on fundamentals of professional protocol and etiquette, tutakudai short course on advanced of professional protocol and etiquette. Hii tutakudai. Sasa watu ambao wanataka kushiriki wanaweza vipi kujisajili? Kipindi wakati uliopita ulitupa namna ambavyo wanaweza kujisajili, sio mbaya pia ukatupatia na wakati huu. Nashukuru. Utaratibu sofa bado ni ule ule. Tuna matangazo ambayo yapo kwenye website yetu ya chuo, ambayo kimsingi yametoa taarifa zote za msingi. Pale kuna account number ya chuo ambayo anaweza kufanya malipo, kwa sababu malipo yote yanatakiwa
kufanyika mapema kabla kwa ajili ya mchakato wa maandalizi. Kwa hiyo pale kuna account number watatakiwa kulipa hayo malipo yao kabla, lakini pia kuna namba yangu ya simu, kuna email pia wanaweza kutumia kwamba baada ya malipo ni vema kutunotify kwa kutuma email ambayo itatuma zile stakabadhi za malipo, pay slip moja kwa moja, na watapiga simu, inatusaidia kuweka ile mchakato ya maandalizi vizuri. Ukiachana na hiyo pia kuna taasisi ambazo tumetuma barua za mialiko moja kwa moja, nazo nafikiri zikifika kwa waajiri wanashare na watu wao. Lakini pia ukiachana na hiyo wapo washiriki ambao wao kama wao kwenye taasisi zao wanahitaji barua za mialiko za moja kwa moja ambazo zinawaendea walengwa. Kwa hiyo nao namna yao ya kushiriki ni ile ile, ni kwenda kwenye website au kwenye postcards ambazo zinatembea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ukianza na ile akaunti zote za Chuo Kikuu cha Dodoma na za watu wengine moja kunitafuta moja kwa moja kwa kupiga simu ama kutuma email, kisha nami kwa kushirikiana na watu wa public relations tunaandaa hizo barua na kuwatumia moja ili kusudi waweze kuziwasilisha kwa waajiri wao kwa ajili ya hatua nyingine za usajili kuendelea. Tunakushukuru sana Bwana Justin Kajerere kwa kuwa na sisi. Nilikuahidi atakuja hapa na nakuahidi tena atakuja tena, na tutamdai sana hizi advanced professional protocol etiquette short course, na tunatumaini kama ulivyotuambia mwezi wa 6 tutaweza kuzipata. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikusihi kama ulikosa mafunzo kwa awamu ya kwanza, awamu ya pili ni kwa ajili yako. Kama nilivyosema, ni kwa ajili ya watu wote, sio wale tu ambao moja kwa moja wao wanafanya kwa vitendo haya masuala ya protocol and etiquette, yani ustaarabu, weledi, itifaki na ustaarabu, lakini ni kwa watu wote. Ni vyema ukazijua ni nini taratibu au ustaarabu gani unatakiwa utumie ukiwa sehemu gani na kwa wakati gani. Jina langu mimi ni Shesha Arban, nikusihi endelea kutazama UDOM Podcast mpaka wakati mwingine. Kwaheri.